Habari na karibu Kifagio Media. Huzuni na machozi vilitawala leo katika kanisa la Ridgeways Baptist, barabara ya Kiambu, jijini Nairobi, wakati wa ibada ya wafu ya marehemu Albert Ojwang, mwalimu na mwanablogu aliyefariki akiwa mikononi mwa polisi. Familia yake ilijawa na uchungu mkubwa walipopewa jeneza lake. Baadhi yao wakilia kwa uchungu, huku wengine wakilalia jeneza wakilia kimoyomoyo. Viongozi mbalimbali wa kitaifa walihudhuria ibada hiyo, akiwemo aliyekuwa mwanasheria mkuu na waziri Justin Muturi, ambaye kwa sauti ya huzuni alisimulia jinsi mwanawe naye alitekwa na maafisa wa polisi zamani, akilalamikia ukosefu wa haki kwa familia zisizo na ushawishi mkubwa serikalini. Albert Ojwang, mwenye umri wa miaka 91, alifariki katika mazingira ya kutatanisha akiwa rumande. Ripoti ya upasuaji wa mwili wake ilionyesha kuwa aliuawa kwa kupigwa kwa nguvu sehemu ya kichwani. Tukio hilo limesababisha hasira ya wananchi na uchunguzi wa kina unaendelea dhidi ya maafisa wa polisi waliokamatwa. Mwili wa marehemu unatarajiwa kupelekwa kaunti ya Homa Bay kwa mazishi yatakayofanyika kijijini kwao Kakwonyo siku ya Ijumaa, tarehe 4 Julai. Ni huzuni kuu kwa familia, marafiki na taifa zima. Tuko pamoja nao katika kipindi hiki kigumu. Je, taka zimekuwa changamoto katika eneo lako? Kifagio Garbage Collectors ndio suluhisho unalohitaji. Tumejitolea kuhakikisha mazingira yako yanabaki safi na salama. Timu yetu imebobea katika ukusanyaji na utunzaji wa taka kwa njia rafiki kwa mazingira. Tunatoa suluhisho linalolingana na mahitaji yako, iwe ni nyumbani, kazini au kwenye taasisi. Tunatoa huduma zifuatazo: usafi wa kila wiki na mara moja kwa mwezi, usafirishaji wa taka kubwa bulk waste, taka zinazoweza kurejelewa, ulinzi wa mazingira kwa kila hatua tunayochukua. Tupigie leo na ujiunge na familia ya mazingira safi. 0798558240 au 0721708850. Hiyo Garbage Collectors, tukusafishie taka, tukuwekee tabasamu.